Sasa katika tuliyosoma hapa, iliyosoma hadithi iliyosomwa hapa ambayo wameipokea al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake ya kitabu Ahadith al-Anbiya, babu qawli llahi wadhkur fil kitabi Maryam idh intabadat min ahliha al-aya, hadith nambari 3045. anasema hadathana al-Humaydi. Al-Humaydi tumemsoma hadithi ya kwanza kabisa, nani? Abdullah ibn Zubayr. قال حدثنا سفيان atakuwa ibn Uyayna. قال سمعت الزهري محمد بن مسلم بن شهاب يقول أخبرني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر. صحابة كبكي كتوك الصحابة عبد الله بن عباس كبكي كتوك عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم يقول على المنبر. هل يكون نسيما يكون منبر؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول nimemsikia mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la tutruni, kwa sababu ni atra yutri. La tutruni, msinisifu mkapituka mpaka, kama atrat an-nasara ibn Maryam, kama walivyomsifu manasara wakavuka mpaka kumsifu Isa mwana wa Maryam. Msifanye namna hiyo. Fa innama ana abduhu, hakika hapana vingine mimi ni mja wake, yani mja wake Allah jalla wa ala. Faqulu, basi nyinyi semeni abdullahi wa rasuluhu, semeni kwamba wewe Muhammad ni mja wake Allah na ni mtume wake. Msiseme zaidi ya hivyo, msivuke mpaka. Wala tuturuni kama atrati an-nasara ibn Maryam, msinisifu mkapituka mpaka kama walivyosifu wakapituka mpaka manasara kumsifu Isa mwana wa Maryam. Innama ana abduhu, hakika hapana vingine mimi ni mja wake. Faqulu, basi semeni abdullahi wa rasuluhu, mja wa Allah na mtume wake. Na pale Allah subhanahu wa ta'ala anapokuwa anamtaja mtume wake katika maqamu tashrif, katika mahali pa kumtukuza hasa, humtaja kwa jina la abd, kama alivyosema subhanalladhi asra bi'abdihi, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhana, kutakasika na makosa ni kwa yule ambaye, kutakasika na upungufu ni kwa yule ambaye asra bi'abdihi laila, amempeleka abdi mja wake, amempeleka usiku, sehemu katika usiku mja wake, akamtaja kwa jina kwa wasfu wa abd, na hii ni maqamu ya tashrif. Kwa hiyo nyinyi semeni ni abdullahi wa rasuluhu, na ndio maana katika tashahhud wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, mja wake. Kwa hiyo nyinyi semeni hivyo. Lakini watu hawakuridhika na maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam, imma kwa sababu hawakuyaelewa au ni kwa sababu ya kufuata hawa ya nafsi. Baadhi ya mutasawwifa au sufia kwa ujumla, wao wanasema huku kusifu kulikokatazwa kwamba sisi tusimsifu hivyo, huku kusifu kulikokatazwa katika hadithi hii ni kule kusifu kuna kufanana na kauli ya manasara. Maadamu sisi hatujafikia kusema kwamba yeye ni mtoto wa Allah, mtoto wa Mungu,
hatujawahi kufikia kusema kwamba yeye ni watatu katika watatu, hatujafikia kusema kwamba yeye ni Mungu, basi sema unachokitaka, si dhambi maadamu hujafikia kiwango. Sababu Manasara wao wamefikia kumsifia Isa, wakasema kwamba ni ibnullah, mtoto wa Mungu, mtoto wa Allah. Wamefikia kusema kwamba thalith thalatha, yeye ni watatu katika watatu, katika wale watatu yeye ni watatu wao, na wakafikia kusema kwamba huwa Allah. Na Qur'ani imekuja kubatilisha yote haya. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn Maryam qul faman yamliku min Allahi shay'an in arada an yuhlika al-masih ibn Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala amekuja kubatilisha hili. كذلك لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كذلك لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. Kwa hiyo yote madai yao waliyoleta Allah subhanahu wa ta'ala amebatilisha, na Allah subhanahu wa ta'ala ni yeye mwabudiwa peke yake, hana mshirika. Sasa wanasema sisi hatujafikia kiwango hicho, hatujasema kwamba Muhammad ni mtoto wa Allah, wala sisi hatujafikia kusema kwamba Muhammad ni watatu katika utatu, katika wale watatu, wala sisi hatujafikia kusema kwamba Muhammad ni Mungu. Ndio maana wakachukua maneno ya Al-Busiri pale. Al-Busiri, Muhammad bin Said Al-Busiri aliposema dama da'atuhu an-nasara fi nabiyihim wahkum bima shi'ta madhan fihi wahtakimi, katika Burda ambao ni Bur'a, kitabu ambacho kimejaa shatahat na taamat. Anasema yaache yale ambayo wameyadai manasara kwa mtume wao, yale achana nayo. Da' madda'atuhu an-nasara fi nabiyihim, yaache yale waliyodai manasara kwa mtume wao Isa, yale usiyaseme wewe Muislamu. Wahkum bima shi'ta madha, na hukumu unachokitaka katika kumsifu, sifu unavyotaka. Sasa vile unavyoweza wewe sifu tu vyovyote utakavyokuwa, maadamu hujasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Mungu, maadamu hujasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwana wa Mungu, maadamu hujasema kwamba yeye ni watatu katika watatu, basi sema unachokitaka. Ndio pale watu wakaanza kumimina sifa, wakamweka Mtume sallallahu alaihi wasallam na sifa, wakampa sifa nyingi ambazo sio zake. Na maneno haya si maneno ya sawa sawa. Al-Sheikh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu ta'ala aliyajibu maneno haya ya Al-Busiri katika Durarus Saniyya. Wa min al-ma'lumi anna anwa' al-ghuluwi kathiratun, na katika yenye kufahamika ni kwamba aina za ghulu ni nyingi. Katika Durarus Saniyya kwamba aina za ghulu ni nyingi. Wa shirku bahrun la sahila la, na shirki ni bahari isiyo na ufukwe. Wala yanhasiru fi qawli an-nasara, wala shirki haikudhibitika, haikufungika katika kauli ya manasara. Lianna al-umama ashraku qablahum biibadati al-awthan, kwa sababu zilishirikisha kabla yao kwa kuabudu mizimu. Ahla al-jahiliyyati kadhalik, na watu wa jahiliya hivyo hivyo pia walishirikisha kabla yani hawa walishirikisha ahlul awthan kabla ya manasara kuja, kabla ya Isa, na wengine ahlul jahiliya walikuwa baada ya Isa. Wote walimshirikisha Allah. Walaysa fihim man qala fi ilahihi ma qalat
an-nasara, na hakuna katika hao aliyesema katika kuhusu muabudiwa wake yale waliyosema manasara. Yani hakuna aliyesema kwamba huyu Lata huyu ni ibnullah au huwa Allah au huwa thalithu thalath. Hivyo hivyo al-Uzza, Manata na al-Uzza na wengineo, kwamba eti na wao walisema kama waliosema manasara. La, hawakusema hivyo. Au Wadda au Suwa au Yaghutha au Yauq, waliabudiwa hawa, na hawa waliwaabudu hawakusema kwamba hawa ni wana wa Mungu. Kwa hiyo shirki ni bahari pana, sio haikufungika katika maneno ya manaswara peke yake. Kisha akasema walaysa fihim man qala fi ilahihi ma qalat an-nasara fi al-masih ghaliban innahu Allah au ibnu Allah au thalithu thalatha bal kulluhum mu'tarifun anna alihatahum mulkun lillah, bali wote ni wenye kukiri kwamba waungu wao ni milki ya Allah tabaraka wa taala, lakini abaduha ma'ahu, lakini wameabudu miungu hiyo pamoja na Allah, li'tiqadihim annaha tashfa'u lahum, kwa kuitakidi kwao kwamba hiyo miungu itawaombea, au tanfa'uhum, au itawanufaisha. Fayahtaju aljahla almaftununa bihadhihi alabyat, fayahtaju aljahla, wakawa wanatoa hujja wale wajinga almaftununa bihadhihi alabyat, wenye kufitiniwa na beti hizi, ala anna qawlahu fi manzumatihi, juu ya kwamba kauli yake al-Busiri katika manzuma yake, da'atuhu an-nasara fi nabiyihim makhlasun min al-ghuluwi bihadha al-bayt, wakawa wanaona ya kwamba yale ambayo ameyasema huyu al-Busiri katika manzuma yake aliposema acha yale walioyasema waliodai manasara kuhusu nabii wao, wanaona kwamba ndio mahali pa kusalimika, pa kuokoka na ghuluu kwa sababu ya ubeti huu. Wa huwa qad fataha bibaitihi hadha baba alghuluwi washirki li'tiqadihi bijahlihi anna alghuluwa maqsurun ala hadhihi alaqwali thalatha. Na huyu al-Busiri, yeye al-Busiri amefungua kwa sababu ya ubeti wake huu mlango wa ghuluu na mlango wa shirki, kwa kuitakidi kwake kwa sababu ya ujinga wake kwamba ghuluu ni yenye kufungwa, ni yenye kufupizika juu ya kauli hizi tatu, na hili si sawa. Sasa ukisoma hiyo nini burda au albura kama wanavyoita, utakutana na maneno mengi ambayo ni maneno ya ghuluu, hayafai kwa Muislamu kuyasema. Mfano, fa inna li dhimmatan minhu bitasmiyati Muhammada wa huwa awfa alkhalqi bidhimami, au aliposema in lam yakun fi maadi akhdhan biyadi fadlan wa illa faqul ya zallat alqadami, au ya akram alkhalqi ma li man aludhu bihi siwaka inda hulul alhadith alamimi, ولن يضيق رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم، أو فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. نمفان ومن كما هاي أنا ينسبشك ومتوم صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أنا سيما mfano ya akrama rusuli, ewe uliyemtukufu zaidi wa mitume, mali sina mimi, man aludhu bihi siwaka, nitakayejihifadhi na nitakayekimbilia kwake asiyekuwa wewe, inda hululi alhadithi alamimi, wakati wa kushuka janga lile lenye kuenea, kutokea msiba na mtihani mzito, mimi sina wa kumkimbilia zaidi yako. Sisi tukimbilia kwa nani inapokuwa matatizo yametokea katika ulimwengu? Almalja na manja ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu la malja wala manja minka illa ilaika. Sasa ukisema wewe maneno hayo wamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi sina pa kukimbilia isipokuwa kwako, si sawa. Utaanza kuleta tawili, wajua hivi na vile na vile,
lakini si sawa. Al-Imam Muhammad bin Ali Ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala katika Ad-Durr an-Nadid ameyakosoa maneno haya akasema, fandhur kaifa nafa kulla maladhi ma ada Abdullah wa rasulahu sallallahu alayhi wasallam. Anasema hebu tazama namna alivyokanusha makimbilio, mahali pa kukimbilia kwa asiyekuwa isipokuwa kwa asiyekuwa mja wa Allah na mtume wake. Wa ghafala an dhikri rabbih, na akaghafilika kumtaja Mola wake. Wa rabbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na Mola wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ndio alisema Imam Shawkani katika Ad-Durr an-Nadid akiyakataa maneno haya ya Al-Busiri katika ukurasa wa 26. Au anamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, fa inna min judika ad-dunya wa dharratuha, hakika katika miongoni mwa ukarimu wako we Muhammad, katika mambo ambayo wewe umeyafanyia ukarimu, umeyatoa katika ukarimu wako ni hii dunia na akhira, kwa sababu dharra ya dunia ni akhira na mwenza wake. Wa min ulumika, na miongoni mwa elimu zako, ilmu al-lawhi wal qalami, ni ilmu ya lawh na qalam, kwa maana wewe unayajua yale katika lawhi al-mahfudh na kile kilichoandikwa na kalamu. Wakati Qur'ani Allah tabaraka wa taala anamwambia mtume wake, qul, waambie hao, la ya'lamu man fi samawati wal arda al-ghaiba illa Allah, waambie hao hakuna anayejua katika wale walioko mbinguni na ardhini, hakuna anayejua ghaibu illa Allah, kwa sababu wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. katika suratu Al-An'am Allah subhanahu wa ta'ala anasema ziko kwake yeye tu funguo za ghaibu, kwa maana elimu za ghaibu ziko kwake yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'lamuha illa hu, hazijui yoyote isipokuwa yeye. ويعلم ما في البر والبحر, na anajua yaliyomo bara na yaliyomo baharini. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها, halianguki jani lolote isipokuwa analijua. ولا حبة في ظلمات الأرض, wala punje iliyopo katika viza vya ardhi. ولا رطب, wala kitu cha majimaji, kitu kioevu. ولا يابس, wala kitu kikavu. Illa fi kitabin mubin, isipokuwa katika lawhi al-mahfudh. Yeye ndiye anayejua peke yake, na ayati zilizokuja katika mlango huu ni nyingi kuonyesha kwamba ilmu ni ya ghaibu ni ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, lakini yeye amnasibishia ghaibu mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwambia fa inna min judika ad-dunya wa dharratuha wa min ulumika ilmu al-lawhi wal qalam. Na haya ni maneno hayako sawa, na wanawachuoni wameyapinga kwa sababu ya ukombo wake, hajakaa sawa. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza watu wasimsifu wakapindukia, ama kumsifu yeye kwa zile sifa alizonazo zikatajwa shamaili zake, kama waliofanya wanawachuoni wakakusanya vitabu vya kumsifu mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sifa alizonazo kama zilivyonukuliwa kutoka kwa maswahaba, kama zilivyosimuliwa ima katika Qur'ani au kupitia sunna mtume sallallahu alaihi wasallam. Hilo ni jambo linalofaa, bali ni jambo matlub. Tulabul ilmi watakiwa walifahamu, na ni vizuri watu wakasoma vitabu vya shamaili wakamjua mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama kitabu ash-Shama'il al-Muhammadiyya cha al-Imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, na mfano wa vitabu hivi. Na wengine wakamsifu kwa mashairi na wengineo na mashairi, na kwa njia mbalimbali amesifiwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kinachokataliwa ni al-ghulu, kupetuka mpaka, na asifie kwa ile namna inayotakiwa bila ya kuvuka mpaka wala kuvunja sheria. Naam, mlango huu ni mlango una hatari nyingi, kwa hiyo tumeona katika maslaha ni kurefusha maelezo katika hili. Naam.